Iwe ninakukaribisha katika nafasi nyingine ya kutafakari pamoja neno la Mungu. Namshukuru Mungu kwa uaminifu wake na rehema zake na fadhili zake zilizo kuu ambazo Mungu amezidi kututendea siku kwa siku. Tumekuwa na mfululizo wa mafundisho yetu kwa siku kadhaa na tumekuwa na mapumziko siku chache. Sasa kuanzia leo tunaendelea na vipindi vyetu kwa kadri ya neema ya Mungu aliyotutendea. Bwana Yesu asifiwe. Na sasa leo tunasogea tukiangalia nguvu ya damu ya Yesu kuvunja mfumo wa kiti. Nguvu ya damu ya Yesu kuvunja mfumo wa kiti na mfululizo wa masomo yetu habari ya viti vya enzi. Tulikuwa na kipindi cha kwanza, tukawa na kipindi kingine na kingine. Sasa tunaendelea na mfululizo wa maombi yetu ambayo Mungu ametupa kutembea nayo pamoja na neno la Mungu. Lakini hapo kuna tangazo na posta ziko hapo, tarehe Mungu akileta neema, tarehe 7 hadi tarehe 12 nitakuwa na semina eneo la Kilosa, panaitwa Kimamba. Watu wa Kilosa, watu wa Kimamba na wakaribisha katika semina itaanza tarehe 7 hadi tarehe 12. Lakini wao ambao tuko Facebook, tuko YouTube, jiandae na bando. Kuna kitu Mungu atatupa hapo kikubwa sana cha kutusaidia ili tuende utukufu mwingine. Mungu awabariki sana. Sasa tunaangalia nguvu ya damu ya Yesu kuvunja mfumo wa kiti. Kuna kitabu kile cha Kutoka 12, Kutoka 12 na mstari nitaanza kusoma mstari ule wa 29 hadi 33. Kutoka 12:29-33 na nguvu ya damu ya Yesu kuvunja mfumo wa kiti au wa viti vya enzi vya miungu. Kutoka 12:29. Hata ikawa usiku wa manane, Bwana akawapiga wazaliwa wa kwanza wote katika nchi ya Misri, tangu mzaliwa wa kwanza wa Farao aliyeketi katika kiti cha enzi hata mzaliwa wa kwanza wa mtu aliyefungwa katika nyumba ya kufungwa, wazaliwa wa kwanza wote wa wanyama na wazaliwa wa kwanza wote wa wanyama. Farao akaondoka usiku, yeye na watumishi wake wote na Wamisri wote. Pakawa na kilio kikuu katika Misri, maana hapakuwa na nyumba hata moja asimokufa mtu. Akawaita Musa na Haruni usiku, akasema, ondokeni, tokeni katika watu wangu, ninyi na wana wa Israeli, enendeni kamtumikieni Bwana kama mlivyosema. Twaeni kondoo zenu na ng'ombe zenu kama mlivyosema, enendeni zenu mkanibariki mimi pia. Mstari wa 33. Wamisri nao wakawahimiza watu kuwatoa katika nchi kwa haraka, maana walisema, tumekwisha kufa sote. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hili ni tukio ambalo chanzo chake ni Mungu kumpa maelekezo Musa kuandaa Pasaka. Walipoifanya Pasaka, baada ya Pasaka ile ndipo Mungu akajidhihirisha. Bwana Yesu asifiwe. Kwenye kitabu kile hiki nitasoma mistari yako michache. Biblia nasema wazi, naanzia mstari ule wa 3. Kutoka 12 mstari wa 3. Semeni mkutano wote wa Israeli mkawaambie, siku ya 10 ya mwezi huu kila mtu atatoa mwanakondoo kwa hesabu ya nyumba baba zao, mwanakondoo kwa watu wa nyumba moja. Na ikiwa watu wa nyumba ni wachache kwa mwanakondoo, basi yeye na jirani yake aliye karibu na nyumba yake watwae mwanakondoo moja kwa kadri ya hesabu ya watu, kwa kadri ya ulaji wa kila mtu. Ndivyo mtakavyofanya hesabu yenu kwa yule mwanakondoo. Mstari wa 5. Mwanakondoo atakuwa hana ila mume wa mwaka mmoja, mtamtoa katika kondoo na katika mbuzi.
nanyi mtamtoa hata siku ya 14 ya mwezi ule ule, na kusanyiko lote la mkutano wa Israeli watamchinja jioni. Nao watatoa baadhi ya damu yake na kuitia katika miimo miwili katika kizingiti cha juu na katika zile nyumba watakazokuwamo. Bwana asifiwe. Sasa hapa ni maelekezo Mungu anampa Musa namna ya kuandaa Pasaka. Waliadhimisha sikukuu ya Pasaka ya kwanza wakiwa Misri, na Mungu alimwambia Musa, bado limebaki pigo moja, nami nikiliachilia hilo pigo, Farao atawachilia kabisa kabisa. Na Mungu akaruhusu pigo, lakini kabla ya ile pigo kuachiliwa, Mungu akamwambia Musa waandae sadaka ya mwanambuzi ya mwanakondoo na ila wakamchinje, wakamuoke, zaidi tungesema ndapo, wakaandaa ndapo, lakini wakaamba chukueni hiyo damu mkaipake katika miimo miwili na kizingiti cha juu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo Biblia inasema Pasaka yote amekwisha kutolewa. Yesu Kristo ni Pasaka wetu wa Agano Jipya. Sasa tupo kwenye majira ya kukumbuka Pasaka, tunaelekea ni wiki ya Pasaka, tunakumbuka habari ya kufa kwa Bwana Yesu Kristo, namna alipanda msalabani akaimwaga damu yake. Hiyo ni Pasaka wetu. Na ile siku alipokaa na wanafunzi wake, walikuwa na desturi ya kushiriki kushiriki Pasaka. Walikuwa wanachukua divai, wanachukua na mikate isiyochachwa, wanashiriki. Lakini ile siku akasema kikombe hii ni damu ya Agano Jipya. Anasema mkate unaotolewa kwa ajili yenu. Anasema kikombe ni Agano Jipya katika damu yangu. Kwa hiyo damu ya alipopanda msalabani, damu ya Yesu imeingia kazini kututetea, imeingia kazini kutupigania, imeingia kazini kutusaidia kwenye vita. Sasa walipoadhimisha Pasaka, tunataka tuangalie pointi ya somo ambayo tumelipata katika siku hii na mwendelezo wa siku kadhaa hadi Jumapili. Biblia inasema kwamba walipoipaka damu kwenye miimo yao ili lisiwapate pigo, Mungu akasema, nami nitahukumu, kwenye kitabu kile cha Kutoka 12 mstari wa 13, 12:12 anasema, maana nitapita kati ya nchi ya Misri usiku huo, nami nitawapiga wazaliwa wa kwanza wote katika nchi ya Misri, wa mwanadamu na wa mnyama, nami nitafanya hukumu juu ya miungu yote ya Misri. Mimi ndimi Bwana. Na ile damu itakuwa ishara kwenu, mstari wa 13, na ile damu itakuwa ishara kwenu katika zile nyumba mtakazokuwamo, nami nitakapoiona ile damu nitapita juu yenu, lisiwapate pigo lolote likawaharibu nitakapoipiga nchi ya Misri. Bwana Yesu asifiwe. Sasa haya ni maelekezo ya Mungu, anasema na mtumishi wake Musa, ya kwamba katikati ya usiku huo mtakapoishiriki Pasaka, na ile damu kaipaka kwenye miimo na kizingiti cha juu, anasema nitakapoiona damu sitaruhusu lipite pigo ndani yenu, lakini mapigo yatapita kwa Misri wote. Na Biblia inasema kwamba pigo lilianzia kwa mzaliwa wa kwanza aliyekaa kwenye kiti cha enzi. Sasa kile kiti cha enzi cha mtoto wa Farao, mzaliwa wa kwanza, ndicho ambacho miungu ilitumia ili kuwakamata Israeli kimfumo, ili wabaki kuwa wafungwa milele. Sasa ili watoke, ilibidi kwanza itolewe sadaka ya damu ya mwanakondoo au mwanambuzi asiyekuwa na ila, na ile damu ikapakwa kwenye miimo yao, ili wakati Mungu anapita apague ipi nyumba ya kupigwa, ipi nyumba si ya kupigwa. Nataka nikwambie, hata kama kuna Mwebrania ambaye hakupaka damu kwenye miimo, pigo lilimpiga hata kama ni Mwebrania, kwa sababu kilichotofautisha ni nani apigwe ni nani asipigwe ni damu kwenye miimo. Bwana Yesu asifiwe. Sasa katika majira haya tunapoelekea Pasaka,
Ni majira kukumbuka kufufuka Bwana Yesu Kristo. Ni wakati wa kutathmini wokovu, ni wakati wa kutathmini utumishi wetu. Lakini ndani ya kutathmini, moja ya vita ambayo tunapambana kanisa ni vita ya viti vya enzi vya miungu. Wale ambao tumeanza mwanzoni kabisa wa somo, tulianza kuona athari ya viti vya enzi vya miungu. Tukaona jinsi ambavyo mtumishi wa Bwana Antipa alipigwa hapo katikati ya patakatifu na madhabahu, akapigwa hapo, akaapo shetani. Alikuwa mwaminifu, akapigwa pale akafa. Na tunaona tulisaidia, tukaona kitabu cha Ufunuo 13, tukaona ile joka akatokea mnyama, yule joka akampa uwezo, akampa na kiti chake cha enzi na nguvu nyingi, akampa nguvu ya kupambana na watakatifu kupitia kiti, lakini akapewa uwezo juu ya taifa, lugha na jamaa na kabila na kuwashinda. Sasa alipewa hiyo mamlaka. Sasa kwa sababu mfumo wa kiti unawajibisha ukoo, unawajibisha kabila, unawajibisha taifa, na kwa kuwa kiti kinasimikwa kwa damu, sasa ili tutoke, lazima na sisi tutumie damu ya Yesu ili kuvunja mfumo wa kiti. Kile kiti cha enzi alichokaa mzaliwa wa kwanza wa Farao, kile kiti kilibeba miungu ya Misri, kile kiti kiliwakilisha miungu ya Misri, kile kiti kilisimikwa na miungu ya Misri. Kwa hiyo miungu ya Misri iliachilia mfumo wa ukandamizaji, iliachilia mfumo wa utumwa kwa taifa zima kupitia kiti ambacho alikaa mzaliwa wa kwanza wa Misri. Sasa Mungu anakasema, nami nitahukumu miungu ya Misri. Sasa kuhukumiwa kwa miungu ya Misri ilipasa wapigwe. Kile kiti, aliyekaa kwenye kiti apigwe. Alipopigwa aliyekaa kwenye kiti, mfumo ukaharibika wa kiti, ndipo taifa la Israeli wakaingia kwenye mfumo kutoka katika nchi ya utumwa na kuanza safari ya kwenda Kanaani. Haleluya kanisa, Bwana Yesu asifiwe. Nami nikwambia leo tunapotembea kwenye wiki la Pasaka, na leo ni tarehe 1 ya mwezi wa 4, nikutangazie kwa imani katika jina la Yesu ya kwamba mwezi huu wa 4 ni mwezi wa damu ya Yesu kupita kuharibu mifumo ya kiti ambayo imekandamiza maisha yako, ambayo imekandamiza uchumi wako, ambayo imekandamiza huduma yako, ambayo imekandamiza ndoa yako. Iko mifumo ya kiti ambayo imesimama, nasi tunasimama na damu ya Yesu ili kuharibu hiyo mifumo kupitia nguvu ya damu ya Yesu. Lakini tunaachilia damu kwenye malango yetu ili ulimwengu wa roho haribifu ukipita, unakuta iko damu Yesu inazuia mauti. Ikipita vita ya kiuchumi, iko damu kwa malango yako. Nataka nikwambie wewe hapo ulipo, kila kitu ulicho nacho kina lango ulimwengu wa roho. Shetani alileta haribifu mahali, lazima aone kuna mlango, lakini Mungu alileta kitu katika ulimwengu wa kwako, lazima apate mlango. Ndoa yako ina mlango, uchumi wako na mlango, huduma yako na mlango, ila kitu ambacho nicho nacho katika ulimwengu wa roho kina mlango. Sasa hiyo milango tunapoachilia damu Yesu kwa imani, haribifu ukija nakuta kuna damu, mauti ikipita nakuta kuna damu Yesu. Maana kilichosababisha wasipigwe ni damu kwenye malango, haikujalisha kwamba ni Mwebrania. Mimi nataka nikwambie, unaweza kawa ni mtumishi mzuri, lakini unavyovifanya vinakufa, bado hujatumia damu Yesu ipasavyo. Damu Yesu ina kazi nyingi sana katika ulimwengu wa roho, maana damu Yesu inatuosha tunaokoka, lakini damu Yesu inanunua uchumi wetu, lakini damu Yesu inatununua. Nataka nikwambie leo, tunapenda kwamba mbele za Bwana, hicho kitu ambacho inachilia ugandamizaji kwenye maisha yako, kama vile taifa Israeli ambavyo walikandamizwa, ni sawa kuitumia damu Yesu ikapita ikapiga mifumo ya kitu ambacho inakushikilia. Haijalishi ni kiti ndani ya ukoo, haijalishi ni kiti ndani ya kabila, haijalishi ni kiti ndani ya eneo lolote lile, mahali popote ambapo kuna kiti cha enzi ambacho
kushikilia. Ni saa kwenda na Bwana, ni saa kuachilia maombi, ni saa kusimama na Bwana. Mwamini Mungu aliye hai kwamba ameachilia neno tarehe moja ili akuvushe katika mwaka, akuvushe katika mwezi huu, akuvushe katika mwezi wa 4. Neno limekujia tarehe moja. Tarehe moja kwenye lango la mwezi, kama ni lango tunasema kwenye lango, na kuachilia maombi na kuruhusu damu ipite kwenye lango lako. Ulimwengu wa roho, kuna kitu kinatokea. Ulimwengu wa roho, kuna kitu kinasimama. Ulimwengu wa roho, kuna matokeo makubwa ambayo yanakwenda kudhihirika. Sasa tunapoachilia maombi na kuruhusu damu Yesu, kwenye kitabu cha Efeso 1:7, kitabu kile cha Efeso inasema kwamba katika yeye huyo kwa damu yake tunao ukombozi wetu, masamaha ya dhambi sawa sana wingi wa neema yake, naye alituzidishia hiyo katika hekima yote na ujuzi wote, akisha kujulisha siri ya mapenzi yake sawa sana na uradhi wake aliyokusudia katika yeye. Yani kuleta madaraka ya wakati mtimilifu, akavijumlisha vitu vyote katika Kristo, vitu vya mbinguni na vitu vya duniani pia, naam, katika yeye huyo. Bwana asifiwe. Sasa hapa tunaona kwa hiyo huyo kwa damu yake tunao ukombozi wetu, masamaha ya dhambi. Tunapopita kwenye maombi ya toba na kuruhusu damu Yesu, unapocheza kwenye malango, huko ukombozi unatokea, huko ukombozi unatokea. Lakini kiti kinapigwa na damu Yesu, huo mfumo wa kiti unapigwa, huko kiti kinapopigwa, ukombozi unatokea katika taifa la Israeli. Kiti kilipopigwa cha enzi, ndipo sawa likombolewa katika nchi ya ahadi. Huko pako ukombozi unachelewa saa hii, huko pako ukombozi ambao mbingu umeruhusu wachelewe, na huo pako ukombozi unasimama kwenye maisha yako. Anasema kwa damu yake tunao ukombozi wetu, masamaha ya dhambi katika wingi wa neema yake, na neema Mungu ingie kazini sasa, ili hiyo damu yetu ikuvushe ulipokwama, ili hiyo damu isikutoe ulipokwama, ulipokamata, uliposhikiliwa. Ni saa ya ukombozi. Hata tuombe mbele za Bwana. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, Yesu Kristo ni yule jana, leo na hata milele. Ndiwe ambaye Bwana ulitenda siku za wana wa Israeli, ndiwe ambaye Bwana ulitenda katika siku za wana wa Israeli. Uliwatoa kwenye mfumo wa ukandamizaji wa kile kiti cha enzi cha mzaliwa wa kwanza wa taifa la Misri. Ile kiti cha enzi iliachilia mfumo, walipoachilia damu ya Pasaka, walipoimwaga damu ya Pasaka, ukatumia hiyo damu kibara, ukapita ukapiga kiti cha enzi cha mzaliwa wa kwanza Farao aliyekaa pale, na ukombozi ukatokea. Nasogea mbele ya madhabahu yako Baba, nikileta watumishi wako wanaofuatilia maombi haya kutoka taifa lolote, kutoka mkoa wote, katika jina la Yesu. Baba, nasimama kwa toba. Je, halali wa kiti cha enzi ukandamiza uchumi wake, inasimama kwa toba. Je, halali wa kiti cha enzi ushikilia hatima yake, uhalali wa kiti cha enzi ushikilia uchumi wake, uhalali wa kiti cha enzi ushikilia mfumo wa maisha yake. Nasimama na damu ya Yesu, inasimama na damu ya Pasaka ya mwana kondoo Yesu Kristo wa Nazareti, nikiachilia damu sipite sasa ule mfumo wa kiti ambao umekushikilia mateka, ule mfumo wa kiti ambao umekushikilia kama mtumwa, ule mfumo wa kiti ambao umekushikilia mateka, katika jina la Yesu inaachilia damu Yesu ikafanye vita na viti vya nje, inaachilia damu Yesu ikavunje viti vya enzi vya Mungu ambao vimekushikilia kutoka ndani ya taifa, kutoka ndani ya mkoa, kutoka ndani ya nchi, kutoka ndani ya kabila, kutoka ndani ya ukoo, kutoka ndani ya lugha, kutoka ndani ya chama. Hicho kitu ambacho kimesimikwa na kuna mtu amekaa ndani yake, Baba, katika jina la Yesu uliingia vitani, ukapiga mzaliwa wa kwanza Farao. Ninakuruhusu sai, pita na kiwango cha vita, pita na vita yako. Ile rambo zimekaa kwenye viti, zinaachilia mfumo kwa viongozi
uongozi, inaachilia mfumo kwenye ukoo, inaachilia mfumo mahali. Maana umesema Bwana, vita hata si juu ya damu na nyama, bali katika ulimwengu wa roho, nami kwa damu sinaingia ulimwengu wa roho, nikiwa kwa damu sikapiga hivyo viti vingi ambavyo vimetushikilia, vilivyoshikilia hatima, vilivyoshikilia uchumi, vilivyoshikilia huduma, vilivyoshikilia ndoa. Anapaa baraka alizuia, akasema hamtaenda ninyi, akasema ni watu wakubwa chini watoto, mwisho akasema ni watu wazima na watu chini mali, mwisho akachilia kila kitu. Baba, ijalishi kuna vitu vimekamatwa na mfumo, na achilia damu kwenye huu mfumo wa kiti ambao umezilia hatima, umezilia maisha yetu. Huo mfumo wa kiti ambao umekamata hatima, huo mfumo wa kiti ambao umekamata maisha yetu, huo mfumo wa kiti ambao umesimama, unaachilia nguvu ya damu Yesu, achilia uwezo wa damu Yesu, ukapige kiti chenge, ukakipindue kiti chenge. Huo mfumo ambao unatumiwa na miungu, huo mfumo unaopiga kwa damu Yesu, huo mfumo na uachilia damu Yesu, huo mfumo na upamanisha na damu Yesu, huo mfumo inaupamanisha na damu ya Yesu Kristo wa Nazareti. Hiyo damu ya mwana kondoo inaachilia ikapita kwenye mfumo wa viti, vile viti, vile mfumo, ule mfumo wa kiutawala, ule mfumo wa kiutuma, ule mfumo wa ugandamizaji unaogandamiza maisha yetu. Ninapeleka damu ya mwana kondoo Yesu Kristo ipite sasa, hiyo damu isipite sasa, ikaharibu mifumo yote, ile mifumo iliyosimamishwa katika ulimwengu wa roho, haipambanishwa na damu Yesu, inaipambanisha na damu ya Pasaka ya mwana kondoo Yesu Kristo wa Nazareti. Mifumo yote ya uovu, mifumo ya uharibifu, mifumo ya kila namna ambayo inashikilia maisha yetu, naipambanisha na damu ya Yesu, inaipambanisha na damu ya Pasaka ya mwana kondoo Yesu. Roho za uharibifu wa kila namna ambao zimekaa kwenye kiti, inaziachilia damu Yesu, inazikemea na kuzivunja kwa damu Yesu. Huo mfumo wa viti, huo mfumo wa utumwa, huo mfumo gandamizaji, huo mfumo unaonyima haki zetu, haki za kiutumishi, haki za ndoa, haki za kiuchumi, katika jina Yesu inaachilia damu Yesu kwa imani, ikapiga mifumo ya viti, hivyo viti vingi ambavyo vimeshika maisha yako, hivyo viti vingi ambavyo vinaacha roho ya utumwa, roho ya ukandamizaji, hivyo viti, huo mfumo unapigwa na damu Yesu, huo mfumo unavuja damu Yesu, ninauvunja kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, mwana wa Mungu aliye hai. Baba, mkono wako wenye nguvu, ule mkono wa kuume, ule mkono wenye nguvu uliopiga kiti cha enzi cha mzaliwa wa kwanza wa Farao, ukahukumu ile miungu. Nami naomba saa hii Baba, tunapokumbuka majira haya ya Pasaka, hii ni wiki ya kutembea, ukumbuka Bwana Yesu ulipopanda msalabani, ukaachilia damu, nasi tunaidai damu ipite kwenye mifumo yote ya viti venzi inaopiga ndoa, inaopiga uchumba, mifumo ya viti venzi inaopiga kibali. Hiyo mifumo leo na ishinda kwa damu. Neno lako linasema wakamshinda kwa damu na kondoo na kwa neno la ushuhuda wao, nami kwa mamlaka ya jina la Yesu linashinda ile mfumo wa uovu, ile mfumo wa machukizo ambao umeachiliwa katika maisha yetu ili kuharibu hatima, ili kuharibu hatima, katika jina la Yesu. Mamlaka ya jina Yesu ipite sasa kila mahali, kila eneo watoto wako wanapofuatilia mafundisho haya Baba, kila maeneo, kila mahali ambapo una mifumo ya viti vaenzi vya miungu, hiyo mifumo na ipamanisha na damu Yesu, iachilie maisha yako, uachilie maisha yako unayefuatilia kutoka India, katika jina la Yesu. Hiyo mifumo ya kiti inaachilia maisha yako kwa damu ya Yesu. Hiyo mifumo ya kiti inaachilia maisha yako unayefuatilia kutoka Marekani, hiyo mifumo ya kiti niachilia damu Yesu, iachilie hiyo mifumo na ivunja kwa damu Yesu, na ibadilisha kwa damu Yesu, iachilia maisha yako unayefuatilia kutoka Uingereza, katika jiji la London, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, na achilia damu hapo ulipo. Hiyo mifumo ya viti na enzi vya miungu, hiyo mifumo inakuachia, hiyo mifumo inavunjika kwa damu ya Yesu, ni kwa damu ya Pasaka ya mwana kondoo Yesu Kristo. Na achilia kwenye mifumo ikavunjike na kukuachilia kwa jina la Yesu.
Yesu wa Nazareti, unayefuatilia kutoka katika vijijini, katika nchi ya Australia, ya mifumo ya kiti ambayo imeshika hatima, imeshika maisha yako, inaachilia damu ya Yesu ipite sasa kwenye mifumo ya viti vya enzi vya ukoo, viti vya enzi vya kitaifa, viti vya enzi vya kila namna vya kikabila, ambavyo vimeshikilia cha roho ya utumwa na ukandamizaji, ambazo haki zako na nyimwa, katika jina la Yesu inaachilia damu ikavunja mifumo ya kiti, ya mifumo ya viti vya enzi vya Mungu ambayo imeachilia ukandamizaji, ambayo imezuia ukombozi. Hiyo mifumo inakuachilia katika jina la Yesu. Wanapofuatilia maombi haya, damu sekotare na maisha yako, hiyo mifumo iharibike, ianguke katika jina la Yesu. Mungu aliye hai, naomba damu ya Yesu ipite sasa, ukomboe watoto wako, damu ya Yesu wakomboe na kuwatenga na mifumo, damu ya Yesu wakomboe katikati ya mahali walipo watoto wako, hiyo damu yako ya thamani, Yesu Kristo, hiyo damu ya thamani ikapita sasa na kuleta ukombozi, ikapita sasa na kuleta msaada, ikapita sasa na kuleta ukombozi katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Baba, kwa mamlaka ya damu ya Pasaka ya mwana kondoo Yesu Kristo, ila mifumo yote imevunjika, nami naomba sasa hiyo damu isipite kwenye mifumo yote, damu isipite sasa, damu isikukomboe, damu isikomboe shimo wako, damu isikomboe hatima yako katika jina la Yesu. Hiyo damu isikomboe afya yako, ile afya iliyokamatwa na miungu, damu isikomboe, ikomboe afya yako katika jina la Yesu. Damu isikomboe ndoa yako iliyoshikiwa na miungu, damu isikomboe ndoa yako katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Damu isikomboe maisha yako, ila kilichoshikiliwa inakombolewa. Farao alisema baada ya mapigo aliachilia, nami naomba mapigo endelee. Farao wako apige mara 7, aachilie kilichokishikilia kwa damu ya Yesu. Damu isikomboe nafsi yako iliyokamatwa na mizimu, damu isikomboe nafsi yako, nafsi yako ikombolewe. Uone upenyo, uone upenyo, uone upenyo kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Asante Mungu, maana umetenda katika jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, amen. Mungu wangu akubariki, Mungu akutunze. Endelea kuniombea, tutakuwa na kuuliza kama Mungu akinipa neema, na tutakuwa na kuuliza maombi mpaka siku ya Jumapili. Kwa hiyo niombe leo, nimeanza lakini niombe neema ya Mungu. Omba Bwana nitie nguvu, omba Mungu si somo jepesi kuliachilia, lakini Mungu pamoja na mimi. Kwa endelea kuniombea kwa Bwana ili Mungu anipe neema kusimama hata Jumapili. Endelea kuniombea katika jina la Yesu, amen, amen, amen. Mungu wangu akubariki, Mungu wangu akubariki, Mungu wangu akutunze, Mungu wangu akubariki, Mungu wangu akutegemeze, uone mkono wa Bwana.